Swala lake zuri sana. Hii inaingia katika mada ya ulumul Qur'an. Namna gani Qur'ani imeshushwa na vipi zimepangwa sura na aya. Iliposhuka aya za mwanzo ilikuwa suratul Alaq, haitwi suratul Iqra. Aya mwanzo inaitwa Iqra, soma. Aya ni sentence moja ya amr, Iqra, soma. Bismi rabbika alladhi khalaq. Hii sogea kidogo nimuone wewe Sheikh, maana napenda nikijibu nimuone na yeye anione, tunakuwa uzuri zaidi vile. Ziliposhuka zile haikuwa sura ya mwanzo katika kuwekwa katika taratibu. Kwa hivyo sura na aya, tumeelewana, zilikuwa zinakuja zinashushwa kwa mujibu Mwenyezi Mungu alivyotaka, akampa amri Jibril alayhi salam. Kwa hivyo sura ya mwanzo kushushwa sio kuandikwa katika mwanzo wa msahafu, ni suratul Alaq, aya 5 tu. Nyingine zikaja kushushwa baadaye, na tena baada ya kushuka nini suratul Muzammil pia, ya ayuhal muzammil, ulijifunika funika mablanketi. Mtume alikuwa tetemeka, hakuachwa baada kutoka kule. Alipoenda nyumbani pale akaambiwa bismillahir rahmanir rahim, ya ayuhal muzammil kum fa'anzir, amka, unajivuringa viringa nini na mablanketi. Zikashuka aya nyingine katika suratul Muzammil, suratul Fatiha. Sasa nani aliamrisha hii sura yeke hapa? Nani? Ni mtume mwenyewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambapo anaamrishwa na nani? Jibril alayhi salam. Akija akishakuzishusha anamwambia aya hizi kazi yake kwenye sura ile Alaq, baada ya sura 5 pale endeleza hizi aya, mwisho wake utakoko hapa. Tumeelewana? Anaambiwa hii suratul Fatiha utaiweka mwanzo wa sura katika taratibu, na alikuwa na kutabu, alikuwa na waandishi wake hawafiki zaidi ya 10. Mmoja wapo katika waandishi wa wahi, ingawa watu wanamlaani, wanafanya na haifai kulaani masahaba, ni Muawiya ibn Abi Sufyan. Muawiya ibn Sufyan anakuwa na cheo chake kikubwa. Ukiambiwa wewe ni kutabu, ni katibu wahi, wewe ndio ulikuwa umechaguliwa kuandika. Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, hawa wote walikuwa ni makutabu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kawachagua walikuwa wanajua kuandika na kusoma vizuri, kwa sababu asije akachaguliwa mtu akaja akafanya kosa. Na ndio maana hiyo ilikuwa taratibu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokuja utawala wa Sayyidina Abu Bakar, waliuliwa radhiallahu anhu, waliuliwa masahaba wengi sana katika ghazwatu Ridda. Na kwa nini vikaitwa Ridda? Nini maana Ridda? Ni sexually mtasema kuritadi, yani mtu Muislamu akafanya kufru, akawa haamini. Sasa japo hata ukitoa jambo moja akasema mimi bana siamini kwamba swala wajiba, unatakiwa tumtubishe huyo, ashakuwa murtadi huyo. Na kama ana mke haruhusiwi kukaa na mke yule, sababu ni murtadi, na murtadi maana yake hukumu kafir. Lazima tuzisome hizi. Sasa walipokufa Waislamu wengine akaja akashauriwa, bwana kusanya msahafu mmoja, akakusanya. Ikada utawala Saidina Umar kaka vile vile. Ilipokuja utawala wa Saidina Uthmani sasa ndio sasa akashauriwa, akamwita Zaid ibn Thabit kusanya misahafu yote ya masahaba. Kuna masahaba wawili walikataa, Abdullah ibn Mas'ud na bibi Aisha, na mushafu Fatima nadhani. Lakini huu mushafu Fatima wanaosema wale ndugu zetu hawa sio hivyo unavyokusudiwa. Hawa Abdullah Mas'ud alikuwa anafanya nini? Muona huu ilikuwa ruqa ni nini? Kipande cha ngozi ndio alikuwa akiandikia, kisha parwa manyoya, kile kinafinyingwa kinakuwa kitamu, alafu wale khatat wanaoandika wale kwa wino ile. Sasa Abdullah Mas'ud alikuwa akiandika aya, kama anataka kuifasiri hii aya na hadithi, anaandika huko pembeni hadithi. Sasa alikhofia Saidina Uthmani hii misahafu wa masahaba walivyojitengenezea utaratibu wao wa kuandika aya na kufasiri na hadithi huko pembeni, itakuja kukaa kwenye mikono isiyo sahihi na salama,
watakuja kuchanganya sasa kwamba zile hadithi ni aya, lakini Mwenyezi Mungu amesema nini? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu laha, hakika sisi ndio tulioteremsha Qur'an na tutaikinga kutokana na kosoro yoyote mwanadamu atakayotea. Na mojawapo ni kuwafanya wale masahaba kuwa na akili ya kuja kukusanya na kuzuia haya masuala. Na alipokataa hakutii amri ya Amirul Mu'minin Saidna Uthman, akapigwa mikwaju Abdullah Masudi Kisaiti. Lakini wengine makundi wanatumia hakuna uadilifu Saidna Uthman. Wewe hata uwe sahaba nani, unaambwa ta'atul amiri huwa ta'atur rasul, kumtii kiongozi ndio kumtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiongozi mwadilifu sio kila kiongozi shekhi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu aliposema katika aya atii'u Allah, mtiini Mwenyezi Mungu, wa atii'ur rasula, na mumtii mjumbe wa Mwenyezi Mungu, hapa anakusudiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wengine tuwaheshimu au tuwaamini au mitume mengine, lakini hapa inakusudiwa katika sheria yetu. Walipokuja kwenye swala la uongozi hakuja kusema wa atii'u ulil amri, akasema wa ulil amri minkum, na viongozi miongoni mwenu. Hapa wanaokusudiwa ni viongozi waadilifu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio alioamrisha aya ziko huku baada ya kupewa amri na Jibrili na kuweka msafu. Lakini alipokuwa Saidna Uthmani kuna zile qiraati 7 zile, akaitengeza misafu 7 kwa mujibu wa zile qiraa zilizoshuka. Mimi kusikia qiraatu Warsh, amjaye kusikia hapa, haijasoma hata siku moja. Bismillahir Rahmanir Rahim, washamsi wadhuhihi walqamari idha talahi wan nahari idha jallahi. Hii inaitwa Warsh. Na Warsh kuna An-Nafi, Azraq, kuna qiraa nyingine Qalun, kuna viraa 7 mutawatira, kuna viraa 10 na 14, lakini vilivyokubalika ambavyo viko sahihi ni 7, vingine ni shadh. Kwa hivyo usiende kumsikiti kama hivyo unaosoma ni nani? Morocco. Mwaka jana na nadhani mwaka huu nilikuwa siko Zanzibar, msikiti wa Jamia Zanzibar, ile Jamia Kabus uliojengwa na Kabus pale Mazizini, wamemleta kutoka imamu kutoka Morocco, na anasoma kile Qur'an. Mmoja akanifinya hivi, nikamwambia wewe sikiliza tu alafu taongea baadaye. Nikamwambia qiraatu Warshi huwa wa Morocco hawa, na ndio maana mfalme wao King Muhammad Sadis alipokuja Tanzania akaenda na Zanzibar, ikagaiwa misahafu ambayo imeandikwa kwa kisomo cha Warshi. Wakaanza kutoka watu kuanza kujirekodi. Kuna mtoto wa kike kasambani zipata mkosa kufuru, msahafu umeandikwa ovyo. Baba la wala takfu ma laysa bihi ma laysa laka bihi ilm, usiseme kitu ambacho ukijui. Inna sama, hakika macho, wal basara, inna sama, hakika masikio, wal basara, na macho, wal fuada, nyoyo, kullu ulaika kana inda Allahi mas'ula. Yote hayo utakuja kuulizwa. Kwa hiyo tusiseme tu mpaka tujifunze. Kuna shekha atakuja kukusomesheni hapa, tunasomesha qiraatu watu. Mimi sikusomeni, nimesoma visomo vitatu, lakini kamwe Tanzania si visome. Nasoma hii ya Hafsi an Asim an Shatibi tunayozoea. Maana kuna msikiti mmoja bwana, kuna imamu alitoka Sudani, ndio mwanafunzi huko Tanzania Zanzibar. Jamaa akamvuta shingo wazee bwana. Wazee wa msikiti kabidi, imam toka bwana unakufuru. Lakini alifanya kosa kwamba hakuambia mwanzo. Sasa wanatakiwa kuelimishwa watu. Ndio sasa hivi kidogo kuna ule uelewa kwamba kuna qiraatu Warshi. Qiraatu Warshi wanaosoma sana mataifa ya kaskazini ya Afrika na magharibi, hata Senegal sana wanasoma. Wanafunzi wenzangu walikuwa wanatoka magharibi kule Afrika Magharibi, wanasoma sana qiraatu Warshi, An-Nafi wa An-Azraq. Sisi wa Afrika Mashariki kisomo chetu ni kinaitwa nini? Hafs an Asim an Shatibi. Tumeelewana? Kwa hivyo hata unapokuja kusoma Qur'an lazima usomeshwe wewe unasoma kisomo cha 8. Na ndio Maka na Madina wanasoma hichi chetu cha Hafsi, hawasomi Warshi kule. Hata ukienda Omani, ukienda Kuwait, ukienda Imarati, tumewakote kule wanasoma Hafs an Shatibi. Middle East sana wanasoma hivyo. Tumeelewana? Nadhani swala moja limechukua muda. Sasa ni time ya kusali, tuombe dua inshallah. Nadhani shekhe tumekubaliana na wiki ijayo nitapata. Haya basi tutatangaza madam mwenyekiti huyu hapa, mashaallah. Umeona bana,
anakupendeni na anampenda Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anampenda kwa sababu anapenda khairi. Kwa hivyo Ijumaa ijayo tena tutakuwa hapa kukamilisha hii mada hii nzito, bado sijaenda kuzungumza vile vipengele. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardahu. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wa tafasir warzuqna tibata sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma kama hassanta khalqana fahassin khuluqana ya rabbal alamin. Allahumma inna nastawdi'uka abna'ana wa banatina fi buyutina wa zawjatina أن تحسن أخلاقهم يا رب العالمين وأن تحفظهم وترعاهم من كل مكروه من الشيطان ومن كل إنس والجن يا رب العالمين. اللهم إن كان منا مريضا فاشفه يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم ونور قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. ما شاء الله